kwenye wametoka Genesis yao ama ruti yao ni wapi? Ni Canaan. Yes. Na Canaan ni watu wanaabudu miungu. Yes. Wanaabudu miungu ya milima. Yes. Na wanatoa dhabihu huko. Yes. Wanaabudu miungu ya Bali. Praise Jesus. Amen. Canaan ni promised land. Yes. Kuna wengine hawajaelewa hivyo. Wanajua Canaan ni promised land. Amen. Lakini Canaan ilikuwa ni ya watu wenye wanaabudu nini? Miungu. Watu wa kupitisha watoto wao kwa moto. Na ndio Mungu akatoa mtumishi wake Abrahamu kule kwao kwenye alikuwa anakaa na Tera. Akampeleka mpaka wapi? Canaan. Alimpeleka Canaan ndio Canaan itakasike. Amen. Abrahamu akamwinulia Mungu wapi? Madhabahu yake wapi? Huko. Kwa hivyo alivunja madhabahu ya nani? Ya Canaan. Akainulia Mungu madhabahu wapi? Huko. Ndio wewe ukae vizuri, lazima uvunje madhabahu ya kwenye umetoka. Amen. Yes. Kuinua mikono. Baba nimekuja. Baba nimekuja. We, madhabahu yana nguvu. Amen. Wale mababu walitoa mang'ombe na mbuzi. Wale mababu walikuwa wanalala, hata yeye mwenyewe anajitoa nini? Anajitoa sacrifice. Mimi nilikuta mzee mmoja ambaye hakukuwa na watoto. Nilipofuatilia nikaambiwa yeye alikuwa amejitoa nini? Sadaka. Haleluya. Amen. Alafu urudi kwa familia yenu, mtu kama huyo yuko. Na una expect tunaweza kukemea hizo vitu zitoke hivyo. Na amejitoa sadaka yeye mwenyewe. Haleluya. Amen. Sijui kama tunaelewa. Amen. Kwa hivyo wakati unakaa, wacha kujiona kwanza wewe. Angalia kule kwenye umefanya nini? Umetoka. Umetoka wapi? Amen. Kwetu ni Nakuru. Kabla tukuje Nakuru, kulikuwa wapi? Unaona tena umeenda kwingine. Ulitoka wapi? Praise Jesus. Amen. Ndio ujue shida zenye unapitia ni gani? Hakuna mtu perfect. Yesu anasema mimi ni mwana wa Daudi. Amen. Na Daudi ukisoma vizuri alikuwa anaua watu, anachukua bibi zao. Na Yesu anajitanisha na nani? Na Daudi. Na Daudi. Kwa nini ujitanishe na mtu muuaji? Haleluya. Amen. Kuna mtu anaweza kukubali hata kama ni mtoto wako na ni muuaji ama ni mwizi. Nani anaweza kukubali majina zake? Si unabadilisha majina zake? Bwana asifiwe. Yesu anasema mimi ni mwana wa Daudi. Yes. Imagine ako mbinguni hivi na anasema mimi ni mwana wa kutoka kwa nini? Kwa ukoo wa Daudi. Ako mbinguni. Na ukisoma Daudi alikuwa anaua Uria, anachukua bibi zao. Anointing ya Daudi iliua nani? Iliua Nabal. Akachukua nani? Abigail. Praise Jesus. Amen. Unaweza kubali kuitanisha na mtu kama huyo? Yesu alitoka kwa ukoo wa nani? Wa Daudi. Lakini kwa nini Yesu anajitanisha na Daudi? Ukisoma 2 Chronicles chapter 13 verse 5, Mungu anaweka agano na Daudi kupitia kwa chumvi. Amen. Kwa hivyo Daudi kitu yenye alifanya ni nini? Ni kuvunja, kubreak covenant. Na ndio Yesu hata akijiita mwana wa Daudi, hakuna kitu yote yenye inaonekana kwa Daudi. Amen. Sema amen. Amen. Sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Kila agano. Kila agano. Ambalo liliwekwa. Kabla sijazaliwa. Hata kama nimezaliwa. Kwa jina la Yesu. Likavunjike. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitofu chako hakikukatwa. Haleluya. Huyu ni baba, yeye ni mama, ni wa kutoka Hittites. Na baba ni Mwamori. Na kule kwao kwenye wametoka wapi? Kanaani. Sasa wamekutana msichana na kijana. Huyu kijana kwao ni wa Misambua. Yes. Huyu msichana kwao ni wa kukimbia usiku na moto. Na kwao kwenye wametoka huko ndio kitongoji cha vitu vyote vibaya. Bwana asifiwe. Amen. Sasa Biblia inasema kama mtoto kamezaliwa. Na Mungu anasema kuzaliwa kwako haukukatwa nini? Kitovu. Haleluya. Amen. Kuzaliwa kwako haukukatwa kitovu.
Ni kumaanisha nini? Haukutenganishwa na yale maagano. Haukutenganishwa na maagano ya kwa kina mama yako. Haukutenganishwa na maagano ya kwa kina baba yako. Haukutenganishwa na maagano ya kule kwenye mumetoka. Yes. Licha umeokoka, Yesu ni Bwana. Yes. Lakini bado haujatenganishwa. Yes. Amen. Licha umeokoka, Yesu ni Bwana, lakini hujafanya nini? Hujatenganishwa. Kitovu hakikukatwa. Ni kutenganishwa. Hallelujah. Na unatenganishwa na nini? By the knowledge of the word of God. Amen. Ukipata neno la Mungu utapata knowledge ya kujitenganisha na yale maagano na kujitenganisha na yale mambo ya kina mababu zetu na manyanya zetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio unapata yale mambo yenye alianza kwa shosho yetu bado mpaka leo yako. Amen. Yako. Mm. Hallelujah. Amen. Watu wengine usione wanalewa, uwadharau. Hawakutenganishwa na kitovu, hakikukatwa. Bado hicho kitovu kiko. Kuna wengine pia wameokoka na Yesu ni Bwana, lakini ananunua wine anapeleka kwa nyumba, akunywaje kidogo anasema, "Niko hali ya stress." Bado hujatenganishwa na hicho nini? Kitovu. Kuna watu mtu wao akikufa, after 40 days tena wanaenda huko kufanya nini? Makumbusho. Na wanachinja na wanakula. Na Yesu ni Bwana. haukukatwa nini? Kitovu. Amen. Praise God. Amen. Kuna mtoto akizaliwa hivi mpaka uanza shosho, huyu ataitwa nani? Kuja umunyoe nywele, kuja umunyoe mbutu ni za wapi? Za masikio. Kuja umunyoe. Ni Kifaransa hiyo. Haleluya. Amen. Nyanya atoke huko kwetu huko Nakuru, akuje, kanyanya kakuje, kashike kichwa hivi kaseme na kichwa inafanana na babako. Alafu arudi anyoe. Wewe haukutenganishwa na hicho kitovu. Licha unasema Yesu ni Bwana, licha umeokoka, lakini bado uko katika nini? Mila. Kitovu ni mila. Na ukiona Mkristo mpaka leo na kesho, yeye amefungwa na mila, anahitaji big deliverance. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna watu hapa wakichinja kuku. Mama wa Kemani ukichinja kuku na kulai mondo. Unakulaga. Wewe Mungu amekubariki. Acha tu niulize my daughter. Ukichinja kuku na kulai mondo. Hakulagi mondo. Na mama mkubwa? Si yako. Sijui kama watu wanashika. Kuna kitu tunapata. Ukishaokoka, Paulo anasema siko tena katika sheria. Sheria ni mila. Imondo ni ile inaitwa kaigangio. Na wale wenye wa Faransa. Na Kiswahili inaitwa firigisi. Na Kikamba inaitwa hapa. Akamba amesema kedha ndolwa. Bwana asifiwe. Ati akikula kedha ndolwa wewe unakula? Unakula. Good. Basi kuna wenzetu wenye hawezi kula hiyo. Kwanza anasema akikula ndoa itafanya nini? Itavunjika. Kwa sababu yeye hakukatwa nini? Inua mikono yako, sema kila kitovu. Kila kitovu ambacho hakikukatwa. Cha ukoo wangu. Kuanzia leo. Kikatike. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu kula imondo uone kama itavunjika. Kula. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi hata mama akinunua kuku, yeye anakula hizo vitu soft, anakula imondo, anakula maini, anakula
Bwana asifiwe. Amen. Na sisi tumekaa miaka 20. Kila ndoa. Ukiwa katika sheria na kuambia utateseka. Amen. Utang'ang'ana. Biblia inasema kwa sababu haukukatwa kitovu. Unateseka kwa sababu hukukatwa nini? Kitovu. Bado uko kwa mila. Amen. Mila. Ati kama mko na festival na kuko na mbuzi haiwezi chinjwa. Mpaka siku ile atakuja na akikufia huko. Mila. Ukishaokoka toka kwa nini? Mila. Mungu anamwambia Abrahamu, toka kwa nyumba ya baba yako. Yes. Mpaka mahali nitafanya nini? Nitakuonyesha. Ni Mungu anaonyesha watumishi wake. Amen. Ukishaokoka ni Mungu akuonyeshe kule mbele. Amen. Kuokoka hauendi na njia zako. Yes. Kuokoka ni Mungu akuonyeshe kule Mbele. Mbele. Amen. Ukipata imondo kula. Amen. Ukipata miguu kula. Amen. Ukipata kichwa kula. Amen. Ukipata mabawa kula. Amen. Toka kwa mila. Amen. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Watu wako katika captivities ya mila. Kuna wenzetu wengine waliambiwa na wakaimbiwa, "Arumeni nyamo, nekwalia sharagia." Bwana asifiwe. Amen. Sasa wao wenyewe hiyo nao wakaeko ndani ya akikaa kwa nyumba anajua ni mnyama, ni kuongea inaongeaga. Sasa unapata ndoa zao zinaenda enda rudi kwa sababu ya nini? Hakukata kitovu. Mwenye aliimba hata kwanza alikufa kitambo. Na matumbo zikaliwa na kila kitu ikaenda. Bwana asifiwe. Lakini wewe umeishi ukijua tu hawa wanaume ni wanyama. Ni kuongea tu wanaongea. Kwa nini ukatoka kwenye ukakae na mnyama? Hata afadhali ungeenda uchukue chui ama buffalo ukae nayo. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu ya mila, tuliingizwa mila kwa akili zetu. Tuliingizwa mila kwa roho zetu. Sasa hata ukisema Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana ni ya kujipaka nini? Makeup. Si kama kuna watu wananielewa. Amen. Sasa wewe kwa sababu ulishika aromene nyamo, sasa hii ndio unakaga. Hata ukikaa hivi unajua huyu jamaa saa yote anaweza toa makucha. Yaani unakaa tu kimutai maje? Unakaa ukimwangalia hivi. Niliambiago. Praise Jesus. Amen. Ni kitovu hakikukata. Amen. Ndio maana unateseka. Yes. Angalia watu wenye wamewekwa hiyo kitu ndani yao na imetawala ndani yao, ndoa zao hazikagi vizuri. Wanaishi kuteseka. Wanaishi kwenda kurudi. Stage sasa ziliisha. Unajua stage ni ya kwenda kwa mama na kurudi. Anaenda kwa auntie na kurudi. Anaenda kwa mjomba na kurudi. Anaenda kwa sister na kurudi. Sasa stage zote wakaenda wakakuta zimefanya nini? Si uokoke na ukombolewe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Okoka na ukombolewe. Okoka utoke katika mila. Toka kwa hiyo mila. Kata hicho kitovu. Ndio uone baraka za Mungu. Amen. Umeokoka, Yesu ni Bwana, lakini bado uko kwa nini? Mila. Sema kila mila. Kila mila. Iwe ni ya Kiafrika. Iwe ni ya Kiafrika. Iwe ni ya Wakikuyu. Iwe ni ya Wakikuyu. Iwe ni ya kwetu. Iwe ni ya kwetu. Iwe ni ya mji wenye uniko. Iwe ni ya mji wenye Kila uniko. roho ya mila. Kila roho ya Ya mila. kutawala maisha yangu. Ya kutawala maisha Hicho yangu. kitovu. Hicho kitovu. Kikatike kwa jina la Yesu. Kikatike kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Ni nani kitovu chake hicho kitovu hakikuwa kimekatwa? Let us to be honest. Acha tukue honest. Hallelujah. Lakini umeelewa? Amen. Si tumeelewa? Amen. Mahali penye tunatesekea. Yes. Mimi hicho kitovu nilikata kitambo. Wakati nilijua bado kiko, nilikata. Amen. Hallelujah. Amen. Wenye hawajakata bado wanatesekaga. Wanatesekaga kitu ya 100 years ndio anaileta leo na inakuwa nini? New. Ni kitovu kijakatwa. Praise Jesus. Amen. Wala hukuoshwa kwa maji usafishwe. Bwana asifiwe. Amen. Mtoto akishazaliwa kitovu kikikatwa, wamama tuko. Si mtoto uoshwa na maji ndio akue mzuri. Yes. Biblia inasema haukuoshwa.
Kwa sababu kitovu hakikukatwa. Bado ile wakikuwa wanaita dhigira bado iko kwa mwili. So wewe hakuna mwenye anaweza kukupenda. Ushaiona katoto kamezaliwa kakioshwa vizuri, kila mtu anakatamani. Amen. Najua ukienda uone mtoto amezaliwa saa hizo na hajaoshwa, hata unakaa hiyo sura inakaa vibaya sana. Juu sasa unaona kitu yenye si kitu kizuri. Praise Jesus. Amen. Kwa sababu hajafanya nini? Hajaoshwa. Mara mingi tunakataliwa kwa sababu ya nini? Zile mambo za ukoo hazikuondolewa kwetu. Na ndio tunatawaliwa na roho za kukataliwa. Tunatawaliwa na roho za kudharauliwa. Tunatembea na roho za kukosa nini? Favor. Bwana asifiwe. Amen. Ninaona katika maandiko mtu mmoja anaitwa Zakayo. Zakayo alikuwa ni tax collector. Watu walimchukia. Those days hata makuhani kama mimi hawangekaribiana na tax collector. Ilikuwa ni dhambi. Zakayo akakosa rafiki. Kuhani akakosa rafiki, hata wa mtaani akakosa kabisa. Akawa amekaa peke yake. Hakuoshwa. Manake kile kitovu, yeye alikuwa ni Mhibru. Kile kitovu cha Wahibru bado kiko cha mila. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hakuoshwa ile mila imuondokee, huyo mtu anakataliwa na kila mtu. Ndio unapata kuna rejection spirit. Kazini mahali unafanya kazi uko rejected. Familia kwenye uko na wewe ni firstborn, afadhali waitage lastborn. Na fulani amekuja ni lastborn, wewe ni firstborn, hauonekani. Kwa sababu ya nini? Kuna rejection. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko anasema wakati huyu mtu alitaka kujua shida zake na alitaka kujitenganisha nao mateso, alienda kutafuta Yesu, akapanda juu ya mkuyu. Amen. Kwa nini alipanda juu ya mkuyu? Ndio akuwe juu kuliko kila mtu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati kitovu kinakatwa, Yes. wakati unaoshwa, Yes. ni deliverance inafanyika. Amen. Kuzaliwa kwa maji na roho. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unakuwa juu kuliko watu wengine. Amen. Baraka zako zinapepea. Amen. Unatembea na favor. Amen. Hallelujah. Amen. Imagine mtu ni mrembo kabisa, lakini unapata watu wanamkataa. Haujaiona kitu kama hiyo? Acha niongee na wasichana. Ushaiona kitu kama hiyo? Nani ashaiona kitu kama hiyo? Yaani hata mtu anatembea, unaweza kumaliza siku nzima hata hujapata mtu akukwambia hi, how are you? You are smart. Haya. Ama ni wamama tu tuko nao hapa? Wacha basi niongee na wamama. Wamama mshai experience kitu kama hiyo? Wakati ule tulikuwa wasichana. Mpaka unajiuliza kwani ni aje, unarudi tena kwa kioo kujiangalia. Unajaribu kufake smile, at least watu waone kama unajua kusmile, lakini bado praise Jesus. Amen. Rejection spirit ikiwa unakataliwa hata kama wewe ni mrembo. Na ndio Mungu Yesu anamwambia Nicodemus, ni lazima uzaliwe kwa maji na nini? Na roho. Oshwa. Amen. Licha tumeokoka na Yesu ni Bwana, lakini hatujaoshwa kwa damu ya Kristo. Kuoshwa inakusaidia unakuwa na nini? Na hofu ya Mungu. Ukienda kufanya kitu na si sawa, unasikia hofu ya Mungu inafanya nini? Inakuongelesha. Wakati unataka kujishika kiuno hivi utukane mwanzako, unasikia hofu ya Mungu inakwambia don't do it. Umeokoka. Kwa sababu umeoshwa na nini? Na damu. Kuoshwa na damu ya Mwokozi. Damu ya kondoo ziwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuoshwa. Ukiokoka, kombolewa. Kuokoka na kukombolewa. Praise Jesus. Utakuwa umeoshwa. Kuna watu watatembeaga hivi, unawa inspire. My son, come. Kuna wakati nilikuwa nikisoma hayo maandiko, ninarifana Kariuki. He's my spiritual son.
Bwana asifiwe. Na ninajua kwenye alikuwa. Haleluya. Amen. Na alikuwa mahali penye watu wangemtaka. Yes. Hata kuna wakati aliniambia, pastor, mbona unasumbuka na mimi? Sio niwache mimi naona nakuchokesha bure. Nikamwambia no, najua chenye kiko ndani yako. Amen. Haleluya. Amen. Mwenye alimwona wakati huo, leo akimwona Masi, sulimwona wakati huo na leo ni nani? Ako vipi? Si ako smart? Kwa sababu kitovu kimekatwa na amefanya nini? Ameoshwa. Ameoshwa. God bless you. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna tabia zenye alikuwa anafanya saizi hazifanya. Kuna maneno alikuwa anaongea saizi haziongea. Amen. Haleluya. Kuna vituko venye alikuwa kijipata ndani saizi haezi. Hata mkilete, alikuwa na meza tembo. Hata saizi mulete hapa kreti 100. Hata shiko na kiwa hata siku moja, ama utashikwa na kiwa. Amen. Kuoshwa. Amen. Sema damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Inisafishe. 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 Niwe safi. Niwe safi. Amen. Sema amen. Amen. Ukisafishwa na damu ya Yesu, wewe mama mwenye unaongea kama cherehani kwa nyumba, itakatika. Amen. Wewe diet yako lazima utukanane ndio ukae vizuri, itaisha. Amen. Haleluya. Amen. Sio kupenda kwako. Yes. Baba yako alikuwa ni Mkanani. Kwenye mumetoka ni wapi? Mkanani. Na baba yako alikuwa munini? Mwamori. Na mama yako alikuwa munini? Muhiti. Sasa wewe ni product ya vitu vibaya. So ni lazima utafute Yesu akate hicho kitovu na kusafisha kwa damu yake niweze kusimama vizuri. Amen. Ndio baraka zingine hazitupati. Tunang'ang'ana. Abraham aling'ang'ana 100 years na ni katoto tu kamoja. Wakati alitoka kuguza Hajiri, wacha niwapatie picha nyingine kama Abrahamu ni wa kutoka huko kwa nani? Huko kwa Amorites. Bwana asifiwe. Amen. Na Sara ni wa kutoka kwa Hittites. Na kwenye walitoka ni huko kwa Wakanani, kwa watu wa kuabudu nini? Miungu. Wakati alitoka kwa Sara na Abrahamu walikuwa ni damu moja. Lakini baba na mama ni tofauti. Tuko pamoja? Amen. Wakati alitoka kwa Sara akaenda akagusa nani? Akagusa Hajiri. Hajiri baraka hazikungojea. Haikumaliza miaka. Amekuja leo, ameingia leo, baada ya miezi 9 mtoto anafanya nini? Anazaliwa. Kwa nini anazaliwa hapa na huko hakukuwa na nini? Kwa sababu huko kwenye wametoka ni kwa vifungo. Tumefungua macho hapo. Amen. Kwa hivyo kuna vifungo vinahitaji Kristo. Amen. Amen. Kuna vifungo vinahitaji Kristo. Kuna vifungo vinahitaji dhabihu. Kuna vifungo vinahitaji uende kwa kuhani aende asema hichi kitovu kikatike. Amen. Amen. Praise God. Amen. Mamangu alikuwa mrembo sana. Saizi ni mzee. Mamangu alikuwa mrembo sana. Ukiniangalia utajua mamangu alikuwa mrembo na babangu alikuwa handsome. Bwana asifiwe. Kitu kizuri kinatoka mahali pazuri. Na huo ndio ukweli. Na vijana wangu si unaona? Hebu simama Brian waone. Si unaona? Alafu angalia mama yao. Bwana asifiwe. Vitu vizuri vinatoka mahali pazuri. Bwana asifiwe. Ule mama alikuwa mrembo. Lakini ndoa yake iliharibika. Haikumaliza miaka 5. Hiyo ndoa yake haikumaliza miaka 5. Niambie mtu ameolewa akiwa na miaka pengine 20. Na ndoa haikufikisha miaka 5. Ameacha akiwa na miaka ngapi? Around 23 hapo ama 25. Si bado huyu mtu anatamani kukaa na mume wake? And from there, mimi nakwambia ukweli kabisa. Nimeona babangu nikiwa na miaka 37. Nikiwa na first born. Praise God. Amen. Sijui kama mnaona hiyo picha. Baba ya baba yangu na yeye hakukaa na mke wake. Niwapatia good picture. Babake alikuwa na wanawake zaidi ya 10.
Babangu naye alikuwa pia, wanawake walikuwa ni wazuri. Bwana asifiwe. Amen. Sisi hakuna kutumia pesa. Hata mama hakunipenda juu ya pesa. Ni damu, tuko na damu hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Mtoto anatoka tu kwao, anakuja anafua nguo kwenyu, inakuwa ni wakufua nguo kwenyu, anaosha vitu kwenyu, anakaa huko, anakaaga wapi? Haya, dago diaga. Mimi ndo hapa. Bwana asifiwe. Amen. Tuko na miaka ngapi? 20. 20 years. Kwani ule mama na alikuwa mrembo na mume wake alikuwa handsome. Tofauti yake na sisi ni nini? Hello? Hello. Angalia hapa. Angalia hapa. Amen. Praise God. Amen. Steve anafaa kukua huko ushers. Bwana asifiwe. Amen. Unafaa kukua huko ushers. Ninaona unaleta distraction. Bwana asifiwe. Amen. Nataka uangalie hapa. Huyu mama, she was beautiful. Na mume wake alikuwa nini? Handsome. Na mimi niko beautiful. Na mama ako nini? Handsome. Bwana asifiwe. Haleluya. Tofauti yetu na hawa kwani ni nini? Haleluya. Amen. Nataka tuongee kama kanisa. Ama naongea peke yangu? Ama hatuelewi hapo? Tunaelewa. Tofauti ni nini? Kitovu. Kitovu. Amen. Wale kitovu wakikukatwa, Yes. hakuna popote wangeenda. Yes. Wameishi maisha ya kung'ang'ana. Sisi tulipojua kitovu tukakiweka nini? Chini. Na tukafanya nini? Tukaoshwa. Praise Jesus. Amen. Tuko 20 years. Amina. Na tunaenda 100 years. Amen. Na hatuzeeki. Yes. Kwanza kila siku ndio tutaenda tukikuwa nini? Yeah. Sema amen. Amen. Kuna watu wamenielewa? Yes. Sema kila agano Kila agano ambao nilihusishwa ambayo nilihusishwa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ikasafishwe. nikasafishwe. Sema amen. Amen. Wala hukutiwa chumvi hata kidogo. Haleluya. Amen. Haukutiwa chumvi. Kitovu kinawekwa chumvi wa mama. Hawa wa mama.com hawajui mambo ya chumvi. Bwana asifiwe. Amen. Sisi wa zamani tunajua. Nawekwa chumvi. Inafungwa hivi na kamba ile ya nini? Ile kamba ya ilikuwa kamba ya nini? Kamba ngumu sana hivi. Kamba yenyewe haiwezi kukatika. Fungo kabisa hiyo kitovu, alafu inawekwa nini? Chumvi. Bwana asifiwe. Amen. Hakuwekwa chumvi. Chumvi ni nini? Chumvi ni hope. The word of God. Amen. The word of hope. Amen. Kuna watu walikosa hope wakakufa mapema. Anakosa kuendelea kwa sababu ya nini? Hakuwekwa neno. Na Yesu anawaambia wanafunzi wake aje, nyinyi ni chumvi ya dunia. Wakati unapatia mwenzako hope, wakati unashika mwenzako unamleta karibu, anaendelea kukua. Praise Jesus. Amen. The word of God is the breath of God. Amen. Neno la Mungu ni pumzi ya nani? Na Mungu. Na neno la Mungu ndio chumvi. Amen. Chumvi ni nani ashaiona imeandikwa expiring date? Mimi sijaiona. Tangu siku ile nimezaliwa niko na miaka 40 na sijaiona. Nani ako na idea chumvi ina expire? Mimi sijui. Baba, kama upengine uko na idea. Haleluya. Na Biblia inasema kama chumvi iki-expire, itafanywa nini ndio ikuwe mzuri? Itatupwa nje kanyago. Juu Yesu alikuwa anajua chumvi kwa vyovyote haiwezi ku-expire. Amen. The word of God is forever. Amen. Na ndio kila wakati nakuja nawaambia Bwana anasema atawabariki. Amen. Pokea baraka zako. Amen. Is the word of God. Amen. Is hope. Amen. Nisipokuambia utabarikiwa, hautakuwa na hope. Bwana asifiwe. Amen. Haukuwekwa chumvi. Kuna watu wengi ambao saizi wanateseka kwa sababu hawana hope. Walionekana hawafai. Hawakupatiwa hope. Ukisoma the book of Hosea chapter 4 verse 6 inasema my people perish because of lack of knowledge. Ukikosa knowledge ya neno la Mungu, blessings utazisikia na watu.
Because ukiwa na knowledge ya neno la Mungu, ndio blessings utajua venye unaweza kufanya nini? Kuzihandle. Ni kama kamsichana kadogo kanasema nataka mtoto, lakini hajui venye mtoto huwa anashikwa. Hivyo ndio Wakristo wengine wako, nataka baraka, nibariki baba, nibariki. Na Mungu kwa sababu ni mwaminifu, na Mungu kwa sababu ni mzuri, anabariki huyo mtu. Huyo mtu akibarikiwa, anaenda akikanyaga watu vichwa hivi. Kwa sababu ya nini? Alipatia blessings na hakukuwa na knowledge ya kuhandle those blessings. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo chumvi ni knowledge of the word of God. Amen. Ukiwa na knowledge ya neno la Mungu, hauwezi kukuwa mmoja wa kutukana watumishi wa Mungu. Utasikia hata mtu anaongea unainuka unaenda. Hauwezi kukaa mahali penye watu wanasema watumishi wa Mungu wanakula sadaka. Unaweza kuinuka na uende. Because uko na knowledge. Huyu mtu mwenye anaongeleleo ako na mafuta ya Mungu, na mimi sina mpaka uto. Haleluya. Amen. Yeah. Wacha niwaambie, hakuna mafuta yenye haiwezi kukuangamiza. Hakuna hii dunia. Kama ni petroli, sina uwaga ikianza kuua inaua watu kutoka nini? Hata 60 wangapi unasikia petroli imeua wote. Na ni petroli. Haleluya. Mafuta ya taa. Stofu inalipuka kwa nyumba inafanya nini? Si ni mafuta hiyo? Hebu ende uweke mafuta ya uto kwa pan. Wale wa mama wenye upika viazi karai ama wenye upika mandazi, hebu weka tu kwa pan, alafu uchukue tu maji umwage hapo ndani. Si ni mafuta? So hii dunia hakuna mafuta yenye haiwezi kukudhuru.